Kwa majina naitwa Fatuma Rajabu, ni mwanafunzi wa VETA Buigwe level 1. Hapa VETA nimekuja kujifunza kutengeneza mabomba. Mpaka sasa nishajua jinsi ya kutengeneza mabomba kwa level yangu. Nikimaliza hapa nitakuwa na uwezo wa kutengeneza mabomba, yani nitakuwa mtu mkubwa kwa ndoto zangu nilizonazo. Nitatengeneza mabomba kwenye kila kitu. Mimi nawashauri wasichana wenzangu tusikate tamaa, kwa sababu hakuna kitu cha mwanaume na mwanamke. Mimi hapa nimekuja nilikuwa sina mpango wa kusomea bomba, lakini nimeona kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo na washauri walioko mitaani waje tujifunze pamoja. Karibuni sana. Kwa jina naitwa Maria Fitina Chiza. Mimi ni level 2 fani ya mabomba. Nimetokea kuipenda fani ya mabomba kwa sababu kwanza ni fani ambayo inaweza kutuongezea kipato. Kwanza katika chuo hichi kutokana na ngazi yangu ya level ya pili nimeweza kujifunza katika uungaji bomba hapa, maji ya ndani, mfumo wa maji ya ndani na mfumo wa maji ya nje. Na natarajia kuwashauri kuwa wasichana wenzangu kuwa hakuna kazi ya mwanaume wala ya mwanamke, bali wote tukishikana kwa pamoja kutokana na wasichana wenzetu tutaweza kujenga nchi kwa pamoja. Kitu ambacho kinishauri ili kunifanya nisomee mabomba ni kwa sababu ni kitu ambacho kwanza nilikipenda kutoka moyoni. Kingine ni kitu ambacho kwanza kina uwezo kwanza nikasaidia taifa, kwa sababu takuwa fundi mzuri wa kuweza kusimamia mabomba kwa mtajulikana kitaifa. Mwenendo wao uko sawa. Wakija kuna namna wanakuwa ni kama hawako tayari kwa mafundi, wanatarajia kwamba ufundi ni kazi za wanaume. Lakini wakija tunaanza kwanza kuwashauri ili waondokane na yale mategemeo ya kwamba kazi za ufundi zote zinafanyika na wanaume. Kwa hiyo tunawajenga na wao kisaikolojia wapende ufundi, lakini pia wakiwa site waweze kushughulika sana, kwa maana ili wajue vizuri kile ambacho wao wanajifunza. Uwezo wao kwenye fani yangu kwa sasa upo vizuri, tofauti na kipindi ambacho walikuwa wanaanza, kwa sababu kadiri tunavyoendelea kujifunza ndo kadiri tunazidi kushauriana na wao wanazidi kuongeza juhudi ya kuhakikisha wanajua vizuri. Kwa sasa wanaendelea vizuri mpaka atakapokuwa anakamilisha mafunzo yao watakuwa competent sana. Jamii itegemee kupata mtu ambaye hawakumtarajia. Akiitishwa fundi alafu akaenda fundi wa kike, jamii inaweza ikashangaa, huyu fundi anawezaje kufanya kazi vizuri namna hii na ni wa kike? Kwa hiyo jamii itegemee vitu vizuri sana kutoka kwa wanawake ambao wanajifunza hapo. Kwa majina naitwa Hindu Abedi Haya, nasomea chuo cha VETA Buigwe. Mimi ni fundi wa uchomeleaji welding. Niliona nifanyia kawaida tu, japokuwa nasema ni ngumu, watoto wa kike hawawezi kufanya hii kazi. Mimi kama tukupenda nikaamua niingie katika hii fani. Natarajia niendelee na kazi sababu ni ya kawaida, na nawashauri ambao wale wako nyumbani wanasema kazi ni ngumu, na wenyewe aje kujiunga kwenye chuo cha VETA Buigwe na akaribisha niendelee na kazi. Kimaliza hapa nitakuwa na uwezo wa kutengeneza viti, vitanda, meza, milango, madirisha, vyote hivyo kwa pamoja. Kwa jina naitwa Ramadhani Hamisi, mwalimu wa fani ya uchomeleaji na uungaji wa vyuma hapa VETA Buigwe. Katika fani yetu tunawafundisha vijana ujuzi mbalimbali wa kuunga vyuma na kuchomelea vyuma kwa aina mbalimbali. Hapa wanajifunza aina zote za uchomeleaji. Watachoma kwa umeme, watachoma na mashine, na tuna mashine za kisasa kama hizo hapo ambao ziko very precise kwa mashine kubwa za viwandani na kwa kazi ndogo ndogo. Kikubwa tu mwitikio wa watoto wa kike inakuwa changamoto kidogo, kutokana na watoto wengi wa kike wanaamini kwamba fani kama hizi za chuma ni fani za wanaume, lakini kiuhalisia sio kweli, kwa sababu hizi fani siku hizi teknolojia imekuwa kubwa. Kwa hiyo mtoto wa kike, mtoto wa kiume wote wana haki sawa na wanaweza kufanya kazi zote bila kuwa na bias ya aina yoyote. Kwa hiyo tunawashauri tu majumbani na popote walipo vijana wengi wa kike wajitokeze, maana fursa ni nyingi na pia mafanikio ni makubwa.